Jina langu naitwa August Richard, ni katibu wa kanisa la Anglican Buronge, kanisa ambalo lipo manispaa ya Kigoma Ujiji. Awali yote nipenda kumshukuru Mungu ambaye ametusababisha wote tuwepo katika semina nzuri, semina ambayo ameandaa baba askofu kwa ajili ya kutuelimisha sisi makatibu na wahasibu. Nitajikita zaidi katika swala la uongozi. Ni mambo mengi ambayo tumejifunza hata katika uongozi. Kama tunavyojua uongozi unaanzia katika familia, unakwenda katika taifa na hata kuja kanisani. Kwa hiyo tuna wajibu sisi kama makatibu kujitafakari hasa katika familia zetu ambazo tunaishi. Tunapoandaa viongozi, tunapokuwa viongozi na tunapoandaa watoto wetu katika ngazi ya familia, hao ndio wanakuja kuwa chachu hasa kwa kanisa, pia kwa taifa zima. Kwa hiyo tunapongeza sana, tumejifunza maana ya uongozi, kiongozi ni nani, na pamoja na uwajibikaji katika mambo yote katika jamii, pia katika kanisa. Kwa hiyo hivyo tunamshukuru sana baba askofu kwa kuleta semina hii. Imekuja semina mwafaka, wakati mwafaka ambapo tulikuwa tupati huko nyuma. Sasa tumepata semina hii, ni jambo ambalo nzuri, na kwa kweli semina ya leo tumenufaika sana na kauli mbiu inayosema kwamba tumtumikie Bwana kwa furaha. Na kwa kweli sisi makatibu na wahasibu tunamtumikia Bwana kwa furaha ili kuweza kupeleka maendeleo yetu ya dayosisi iweze kwenda mbele. Hayo ni machache ambayo tumejifunza. Kwa majina naitwa Witness Mtabazi. Kwa neema ya Mungu ni katibu wa parishi ya Mwandiga. Tunayo furaha kubwa sisi tukiwa kama makatibu na viongozi wa maparishi kwa semina hii ya viongozi wahasibu, makatibu pamoja na baba wachungaji. Kwa siku ya leo tumejifunza masomo mengi, lakini miongoni mwa masomo tuliojifunza ni pamoja na mahusiano kazini. Kwa kweli binafsi nimefurahi sana na kufurahia somo hili kutokana na namna tu kulivyokuwa na migogoro na migongano baina ya wazee wa kanisa na mchungaji, wakati mwingine wazee wa kanisa na makatibu wa kanisa. Lakini kupitia somo tulilojifunza siku ya leo, tutakwenda kufanya kazi kwa moyo wa ukunjufu na furaha, kila mmoja akitambua mipaka yake na majukumu ya kwake. Lakini mahusiano hayako tu maeneo ya kazi, lakini pia hata nyumbani. Tunao watoto, tunao mama, yuko baba, tunamwona mahali pale katika familia. Ni namna gani wanapaswa kuishi kwa kuheshimiana na kila mmoja kutambua umuhimu wa mwenzake katika familia. Lakini pia sisi kama Wakristo tunapaswa kuishi vizuri na jamii inayotuzunguka, kwa maana sisi ni chachu. Pia tunatakiwa tuwe ubao au kielelezo katika jamii inayotuzunguka, ili nao waweze kuvutiwa kuja kwa huyu Yesu tunayemwabudu. Naomba kwa haya machache niwashukuru sana hasa askofu wa dayosisi yetu ya Western Tanganyika kwa kutuandalia mafunzo haya. Kweli kabisa yametubadilisha kwa kiwango kikubwa. Kwa majina naitwa Shemasi Victoria Anderson Rutumo. Kwa neema ya Mungu ni shemasi katika parishi ya Mwanga Kigoma. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu ambaye ametuonekania watu wa kanda ya Mwanga hapa. Kwa neema ya Mungu tumepata hiki kibali ambacho baba askofu kupitia Mungu mwenyewe aliona ni vema sana hii semina ya makatibu, mahasibu na wachungaji pia ifanyikie mahali hapa. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Lakini kitu cha pili, mshukuru baba askofu ambaye kwa neema ya Mungu ameendelea kumtumia kwa namna ya pekee. Ameendelea kumpa maono mbalimbali ambayo hayo maono yametuongoza hata sisi kupitia semina hizi. Kama tulivyojifunza kwamba pale muumini anapokuja kutafuta ushauri kwa mchungaji au mtu mwingine yeyote yule anapokimbilia kuja kwa kiongozi kutafuta ushauri, tunatakiwa kumshauri mambo ambayo ni ya muhimu, mambo ambayo ni mazuri, ambayo yatampelekea yeye kuendelea kujengeka katika kumtumikia Kristo. Lakini pia anapokuja kwa kiongozi, anatamani atakapofika kwa kiongozi apate ushauri ulio mzuri, ushauri ambao utakomboa kile ambacho alikuwa anakifikiria kukifanya, ili anapokwenda kukifanya apate matunda juu ya hicho ambacho umeweza kumshauri, kuliko mtu anapokuja kwa kiongozi kuomba ushauri halafu matokeo yake anatoka ameghadhabika, ametoka amekasirishwa, ametoka
anafikiria bora hata angeenda kwa mtu mwingine kuliko kuja kwa kiongozi wa kanisa. Lakini jambo lingine katika uwakili nimejifunza ya kwamba mimi kama mwanamke ninatakiwa kuweza kuandaa au kufikiria kitu gani niweze kukifanya katika maisha ya hapa duniani ambacho kinaweza kuniingizia kiuchumi nikaendelea, ambacho kinaweza kuniingizia fedha, ikiwemo hata kupata sadaka kutoa kanisani, michango mbalimbali, kujumuika na watu wengine. Kwa hiyo na mimi kama mwanamke na wanawake wengine wote ambao tuko nao katika maparishi yetu, pengine na wengine ambao wanaweza kuungana na sisi katika kumtumikia Mungu, katika kuandaa kile ambacho tumeweza kujifunza, tunatakiwa kupambana ili kuendelea kusapoti baba ambaye ni kama mzazi mwenzangu na watu wengine, kwa ajili ya kuendelea kusapotiana. Vitu vingine kuna mtu anatakiwa avifanye tu kama mwanamke. Ukiwa na hela, ukiwa na fedha, unaweza kufanya kitu chochote kile ambacho kinaweza kukupelekea wewe kuendelea kuishi vizuri na familia yako, kuendelea kuishi vizuri kanisani, lakini pia kuendelea kusapoti, kwa mfano matukio mbalimbali, kusapoti michango hii, shukurani na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo lingine katika uongozi tumejifunza kuhusu, Baba Askofu amezungumzia katika semina hii mambo mawili makubwa kuhusu uwakili na uongozi bora. Kama kiongozi bora unatakiwa kuonesha kushirikiana na wale watu nao waongoza, ili wajione kama na wao wana kiongozi ambaye anaweza kuwashauri na kuwafikisha pale ambapo wanatakiwa kufika. Mungu awabariki sana. Nipende washukuru ili neema ya Kristo iendelee kuwa katika maisha yetu. Amina.